bitch with a gun. Come on, we're taking too much time. Mwaka 1996 kule Los Angeles, Marekani, kulikuja matukio ya uvamizi wa benki na uuaji ambayo yalifanywa na wadada wanne. Wadada hawa wanazungumzwa kwenye filamu iliyoandikwa katika historia ya filamu za uhalifu, ikiwa imeandikwa na Takashi Buff. Yeye ndio alikuwa ameandika andiko la awali na kisha ikaja kuwekwa sawa kwenye screenplay na bwana mmoja anaitwa Carter Ray. Bwana Gary Gray yeye ndio alikuja kuiongoza filamu ya Set It Off. Sasa leo nataka turudi wakati ambao teknolojia ya kamera haijakuwa hivyo, wakati ambao mabenki kuvamiwa na kuibiwa ilikuwa rahisi sana. Tukazungumze katika filamu ya Set It Off. Humu ndani tunawakuta wanadada wanne washikaji wa mtaani ambao walikumbwa na ugumu wa maisha kutokana na ubaguzi wa rangi na mifumo ya kijamii ya wakati ule huko Marekani ilivyokuwa inakwenda. Kama ulikuwa hujui, Set It Off ilikuwa ni movie ya kwanza kutengenezwa wanawake kuwa majambazi au kuvamia mabenki. Kwa ilikuwa ni movie ya kwanza ya uhalifu iliyowasimamisha wanawake weusi wanne. Movie hii haikupendwa sana na watu wa tabaka la wazungu kwa sababu kimsingi ilikuwa imekosoa katika ubaguzi wa rangi uliokuwa unaendelea kule Marekani. Lakini hapa tulikutana na Jada, ambaye Jada humu ndani, Jada Pinkett humu ndani, yeye alikuwa anacheza katika nafasi kama ya Stone, lakini pia alikuwa Queen Latifah, miongoni mwa marapa wa zamani, akicheza kama Creo. Lakini Vivica Fox yeye alicheza kama Frankie, na alikuwa mwanadada ambaye karakta yake mimi nilikubali sana, akiitwa Cameron Els, alicheza kama Titi. Kwa nini nasema Titi karakta yake nilikubali? Titi alicheza kama binti mpole, na upole wake aliuvaa ukapitiliza kiasi cha kufikia kwenye hatua ukimtazama unaweza ukahisi kama kuna bwege fulani ambayo unalitizama katika filamu hii ya Set It Off. So mchongo ulikuwaje? Kwa nini nakwambia hali ngumu ya maisha na ubaguzi uliwafanya kuingia kwenye matukio? Titi, Stone pamoja na Claire, wao walikuwa wanafanya kwenye kampuni moja hivi ya majumba, ambao hapo wao kazi yao ilikuwa ni kusafisha vioo, yani kusafisha ile jumba, kuhakikisha kwamba ile jumba linakuwa liko safi. Hiyo ndio kazi ambayo kimsingi wao walikuwa wanaifanya kwa wakati huo. Lakini Frankie yeye alikuwa ni mfanyakazi wa bank counter, tena mfanyakazi anayeaminika na mtu ambaye anafanya kazi kwa hodari mkubwa bana. So ilikuwaje wadada hawa wanne wakajikuta wameingia kwenye dimbwi la uvamizi wa mabenki? Story inaanzia hapa. Siku moja mchizi wa mtaani, mtaa anaoishi Frankie, alivamia benki ambayo Frankie yeye ndo alikuwa anafanya kazi. Hands up, wauni wakakwara pesa, lakini watu watatu waliovamia kwenye ile benki, wawili walifanikiwa kuuawa, mmoja akasepa na mpunga. Lakini huyu aliyesepa na mpunga kwenye nywele zake huku nyuma alikuwa ameweka chata limeandikwa AP. Ilikuwa ni kifupi, lakini ilikuwa ni chata tu fulani hivi ambalo hilo ndilo liliongoza polisi wa Los Angeles kuweza kumtambua mhalifu wa nani. So tukio lile lilivyotokea ilikuwa ni kwa mara ya kwanza Frankie anaona watu wakivamia benki. Aliogopa sana kuwekewa bastora na kulazimishwa kutoa. Tena kuna wakati kuna mama wakizunguka akachukuliwa kabla akapigwa risasi mbele yake. Tukio baya linalokuja kutokea, mpelelezi wa kiofisi wa kipolisi anapokuja, ni mzungu huyu mzee. Anaona kama vile kuna namna Frankie ameshiriki. Anamuuliza maswali ambayo Frankie anaona kabisa ananyanyaswa na bosi wake. Frankie anaamua kumsimamisha kazi Frankie. Stop now. He had a gun. And I went for my clip, but... So kitu hiki anaondoka nacho Frankie kurudi nacho mtaani. Queen Latifah alivyoipata hii taarifa ni kama alikuwa anawashawishi wenzie, bana, unajua kuna washikaji wameondoka na pesa nzito, sisi tunaishi maisha ya kibwege kama haya, kwa nini? Lakini Stone ambaye ni Jada Pinkett alikuwa akisikilizwa kidogo kwenye hii crew. Alikuwa anapinga huu mpango. Lakini wakati huo Stone alikuwa na safari ndefu ya kupambana kupata pesa za kuhakikisha mdogo wake anakwenda kwenye chuo, anaenda college, na fedha za udhamini zimegoma kutoka. Udada bwana aliamua kupiga game, yani kuuza mwili wake kwa kidingi kimoja hivi ili apate ile pesa. Lakini alivyorudi nyumbani na check kumuonyesha mdogo wake akamwambia haiko interest.
Kwa hiyo ilimuumiza sana Stone kuona kwamba amehangaika kwa muda mrefu kuhakikisha ndugu yake anakwenda college kutengeneza maisha mazuri, lakini ndugu yake anamwambia kwamba yeye hana interest yoyote kabisa na kwenda college. So huyu mdogo wake na Stone alikuwa anajuana na yule mhalifu aliobeba mamilioni ya fedha katika benki. Siku hii akaenda kumtembelea. Bahati mbaya si kwamba amekwenda kumtembelea, ndio siku ambayo polisi wanafanya ambush ya kuvamia nyumba ya huyu mshikaji. So siku ile wakati polisi wanamaliza ambush, dogo wake na Stone alikuwa anatoka kwa madoido, alafu mbaya zaidi, haya mambo ya kuigaiga, unamwona mtu kachora tattoo, anachata fulani, unatamani tu kuitumia. Dogo wake Stone aliona AP kwenye kichwa cha yule mshikaji, alafu alikuwa anahusudu maisha alikuwa anaishi yule mshikaji, bila ya kujua yule mshikaji anafanya mishi gani. Akamuomba yule mshikaji naye achore ile AP, awe kama mwanafamilia. So polisi walipoona kuna mtu mweusi anatoka, and then kuchunguza kichwani akaona ile AP, wakajua mchizi ndio huyu. Dogo akasalenda, akanyosha mikono, lakini akatambua kwamba kwenye koti lake ametia mtungi wa wine. Kwa akaingiza mkono kutaka kutoa. Hilo lilikuwa ni kosa kubwa la jinai, kwa sababu kimsingi kwa kule Marekani kwa wakati huo na hata katika kanuni za kiusalama, maana yake ni kama unaashiria unataka kutoa bunduki kwa ajili ya kuwashambulia polisi. So polisi hawatasubiri action ya mkono wako kutoka kwenye court, watakushambulia wewe. At the end, polisi wanatambua kwamba sio mhusika. Japo alimpata mhusika na kumuua, lakini huyo dogo anatambua alikuwa ni mwanafunzi, hajawahi kufanya kosa lolote, hana kesi yoyote, hakuwahi hata kukamatwa na kuweka kituo cha polisi. Hana historia yoyote, records ya kiuhalifu. Walivyokuja kumtizama, walihuzunika sana kutambua kwamba wakati wanadhani anatoa bastora, kumbe mtoto alikuwa anatoa mtungi wa wine. So Stone, pigo hili lilimuumiza sana na kuilaumu sana polisi. Hapa katika situation hii ndio Frankie ana rise hoja ya kutaka kuvamia tena mabenki. Aliyekuwa pingamizi akifikiria unyenyesaji uliotendeka kwa mdogo wake, akifikiria kwamba alikuwa anaishi maisha ya kuwa innocent kwa ajili ya kupambana kwa ajili ya mdogo wake, hakuona sababu isipokuwa kuanza shughuli ya kuvamia benki. Hii kwangu ilikuwa ni scene moja ambayo ni ya huzuni sana. Baada ya Stone kutambua mdogo wake ameuawa na polisi huyu ana confess. So wanawake wanaanza benki ya kwanza kuvamia. Dr. Dre yupo kwenye huu mzigo. Wanafanikiwa, wanapita na mkwanja, lakini Titi alisepa, aliwakimbia wenzie. Tukio moja la kushangaza sana. Alishindwa kupata ule ujasiri. Lakini ndio ile sera ya wahenga ya mwonja asali haonji mara moja. Walivyorudi na kukaa ndani kuhesabu zile fedha, wakatambua wamepiga mpunga kweli. Lakini mpunga kuwaweza kuwasogeza siku 2-3, na wao wanataka wapige pesa ndefu alafu waondoke Los Angeles wakaishi maisha ya kifahari nje ya Los Angeles. Mchongo unakuja, tuvamie benki nyingine. Benki ambayo wanakwenda kuchunguza. Hapo ndio mahusiano ya Jada na mwanaume mmoja ambaye yeye ndio alikuwa manager mkuu wa benki hii yanapoanzia. Mchongo wa pili nao wa kupiga ile benki. Sasa kukueleza kwa urefu matukio yote, unafanikiwa. Polisi wanahisi kabisa ni kina nani, lakini mkuu wa kitengo cha upelelezi anasema hapana, hatuwezi kumhusisha huyu dada tena kwenye makosa kama haya baada ya tukio lililomkuta mtoto wake. Tena akimkumbuza inspector ya kwamba magazeti yalisomeka polisi wameua innocent kids kwa sababu ya rangi yake tu. Mchongo wa pili umepigika, mkwanja mrefu sana. Na nikwambie tu miongoni mwa vitu ambavyo nimependa kwenye mchongo wa pili, wakati wanafika benki kuvamia, na hapa ndo nimeona ujasiri au karakta ya ujasiri wa Queen Latifah, mtunzi alivyodevelop kwenda kwenye kiwango cha hali ya juu, kwamba ni mtu anaweza kufanya lolote muda wote na ni jasiri kweli kweli. Wakati wanaingia, yeye siku hiyo ndo alibaki nje kwenye gari, kwamba wakitoka wakisanua. Wanaingia, walikuta nje kuna bibi mmoja na kibabu kimoja kinamng'ang'ania bibi mmoja, yule babu akiwa karewa. Kwa polisi wanajaribu kutuliza ile vurugu la mwanaume mzungu mtu mzima alielewa aondoke. Wakati wako ndani washapiga tukio, wanataka kutoka, wanatambua nje kumetanda polisi, lakini wale polisi hawajui kama ndani kuna uhalifu unafanyika, benki inaibiwa, lakini wametanda, hamwezi kutoka. Mkitoka ni kwamba wanaruka na nyinyi. Hapo ndo ninaposema ushujaa wa Queen Latifah ulipoonekana. Queen Latifah anaingia chini kwenye parking ya magari ya benki hii,
anapora gari jingine na kuliingiza gari ndani ya benki. Hili tukio hili nadhani unaikumbuka hii scene. Wenzake wanashangaa, wanatambua kwamba ilipigwa hamna. Wanaingia kwenye gari alafu wanaitoa. Yaani polisi wako nje wanazuia yule mlevi, wanashangaa vioo vya benki vinapasuka, gari ikitoka. Kosa la jinai linafanyika kwenda kuzihifadhi hizi pesa katika chimbo la eneo ambalo wanafanyia wao kazi, ili hata ikitokea sachi wasikutwe na hizi pesa. Msimamizi wa jengo lile bahati mbaya anaziotea zile pesa na kwenda kula bata nazo. Hapo ndo wanawake wanapoamua au kufanya kosa la tatu la kuiwaza kwenda kuivamia benki ya tatu, na ilikuwa ni benki kubwa zaidi. Tayari polisi walishatega mtego, tayari polisi walikuwa wakiwafuatilia hatua kwa hatua, tayari polisi walishajua hawa ni kina nani. Hatima yao, hatima ya Titi inatokea hapa ndani ya benki. Wakiwa njiani kwenye kukimbia, Queen Latifah ana separate na wenzie na kuambia wenzie, wachukueni kibunda hichi, mimi napambana kuwazuga polisi, tuone namna gani wanaweza kuondoka kwenye reli, tutakutana mbele ya safari. Lakini Queen Latifah naye anauawa kinyama sana. Katika sera ile ile ya karakta yake kutengenezwa ni mtu jasiri na asikubali kushindwa, hapa pia alijaribu kutaka kushambulia polisi ili atoke kwenye msala huo. Hii kwangu ilikuwa scene yenye emotion kubwa sana. Hii hapa. Frankie anaiona basi anayotaka kuingia ile pale, lakini polisi wamemzingira. Polisi wanamwambia wenzako wote wamekwisha kufa. Shusha, najua yule mtu mweupe anakiri yule polisi kwamba najua nilikukosea, najua yote haya nimeyasababisha mimi, lakini fanya imeisha, heri kukamatwa na kwenda kuhukumiwa kuliko kifo hapo. Wakati yule polisi anamsogelea Frankie anatoa bastora na kumwekea kichwani na anamuuliza, what the procedure when somebody keep a gun on your head? Hili swali alimuuliza Frankie siku aliyoibua benki, kwamba what the procedure watu wanapovamia benki. Kwa hiyo alikuwa anajaribu kumuonyesha kwamba siku ile mimi niliwekewa bastora, ningekumbuka vipi procedure ambayo ulitaka mimi niikumbuke. Leo nakuwekea wewe askari mzima bastora, niambie hili tukio zima nikisema ilikuwa ni scene emotion. Jada au Stoni akiwa kwenye gari la kuhama mji analishuhudia. Stoni Frankie anavyoondoa bastora kwa ile polisi, anataka kujaribu kukimbia na askari anamfiatulia risasi. Kwa hiyo Jada yuko kwenye gari anashuhudia tukio la pili la rafiki yake wa karibu kuuawa, kiacha ile la Titi benki. Analishuhudia, machozi yanamtoka, sura inabadilika. Ilikuwa ni emotion kweli. Polisi yule ambaye alisababisha mdogo wake Jada kuuawa au mdogo wake Stone kuuawa, anapoangalia mwili wa Frankie chini ukiwa umelala, akiinua sura yake, anakutana uso kwa macho na Jada akiwa kwenye lile gari. Na Jada analia uso kwa macho. Polisi anatamani kusema, yule mkuu wa kikosi cha polisi mzungu, lakini anajua makosa mengi aliwafanyia hao wanadada. Anajua ubaguzi wake na kuwatizama kwa jicho kama watu weusi uliwapelekea hawa wadada kuingia kwenye makosa ya uhalifu. Anachuna kama hajamuona vile. Gari inaondoka. Jada anaenda kuishi kwenye mji mwingine, anabadilisha muonekano wake, lakini kuna ile sehemu ambayo kamwaga zile pesa kwenye kitanda ambazo alikuwa mwishoni gawane, anazitizama, analia na kuvuta kumbukumbu nyingi za matukio aliyofanya pamoja na wenzake, mazuri na mabaya. Bwana, hii ilikuwa ni movie pendwa sana miaka ya 90, 1996 Set It Off ilitoka. Nataka nikwambie kitu kimoja cha kufurahisha sana. Hii movie wakati mimi naitizama kwenye tape, na pale nyumbani kulikuwa kumetengenezwa kabati la kuhifadhia tape. Hii ilikuwa kwenye kabati B ambalo linafungwa na funguo anayo brother na mkewe, kwa sababu picha hii haikuwa na maudhui mazuri. Sijui kama generation ya sasa hivi wazazi wanazingatia kuwalinda watoto wao kiasi hiki.
Kwa hiyo ili mtizame alikuwa mtu mzima, lazima awepo, atoe yeye, aweke, na ikifika matukio, kwa sababu kuna matukio ya sex mengi ambayo haifai watoto kuona. Ikifika ile mwenyewe anajua tu ile hapo linakaribia, una TV inapigwa chenga, deki linasogezwa, anajua mpaka dakika ngapi, akileta tukio lishapita. Wazee wetu zamani walikuwa wanatutizama kwa jicho la namna hiyo. Ukitizama set off, unatizama pana mtu mzima na yeye anajua sasa hivi kitakuja kutokea nini, anasogeza mbele. Kama hujaiona Generation Z, tafuta hii filamu ukaitizama, ni moja ya filamu kali sana mpaka leo ukiitizama. Asante kwa kuendelea kuifuatia Movie Review. Hii ni Mwenenu Media.